Pips and lot size. Tunaingia katika kipengele cha pips and lot size. Pips ni nini? Pips ni umbali wa market una move from one point to another. Ukiwa unatembea, sisi binadamu wa kawaida tukiwa tunatembea, tunapima umbali tuliotembea kutoka kwenye sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Maybe umemtuma mtoto kutoka kwa nyumbani kwenu hadi dukani, mnapima ule umbali. Ule umbali mnaweza mkopima kwa kilomita au sometimes meters, ndio? Sasa na kwenye market pia sisi tunatumia ile mita, tuweki kama mita, tunasema kwamba inakuwa in term ya pips, ya kwamba market imemove from one point to another. That is the definition ya pips in the market. Ni umbali ambao unakuwa covered from one point to another in the market. So tukishamaliza kuhusiana na masuala ya pips, tunaingia in lot size terms. What is lot size? Lot size ni ujazo ambao unauchukua katika account balance yako na unaenda unairiski kwenye market. Maybe una account ya maybe $500. Tunasema kwamba okay, kwenye ile account ya $500 una riski how much ili uingie kwenye market. Maybe una riski $100. Ukisema okay, na riski $100, tuwezi tukaingia kwenye market, mimi nina riski $100. Ile $100 tunaibadilisha inakuwa in term ya lot size. Kwa hiyo tutafanya calculation baadhi ambazo zinatubadilisha ile $100 inaenda inakuwa in term ya lot size. Ikiwa in term ya lot size ndio tunaoingia nao, kiasi kwamba tuna riski $100 ili ku get some points. Maybe tuna riski $100 ili ku get 2 times ya $100, $200. Kwa hiyo ile lot size ni ujazo ya riski ambayo total risk unaoichukua katika market on that time. That is what we are calling on lot size. So tukiingia katika kipengele cha kucalculate pips value based on lot size, that ni masuala kuhusiana na calculation, ambao zile calculation tunakutana nazo kwenye risk management. Risk management ni how to create na kuikuza account yako from that current price kwenda na kuimaximize on profit side, sio kuiminimize. So ni calculation ambazo tutakazokutana kwenye risk management. So hold up until the risk management part.